tunaenda kuingia katika neno, yale mengine yako mbele yetu tutaweza kuyanena baada ya dakika kidogo, na ninataka tuweze kuingia katika neno kulingana na mahali tulipofika. Lakini leo ninataka tuweze kuangalia ni akina nani wale waliweza kufichwa ni wakina nani waliweza kufichwa siri. Bwana asifiwe. Who are those hidden the secrets? Bwana asifiwe. Ni akina nani hao waliweza kufichwa nini? Siri ya Bwana wakati alipotaka watu waweze kutii. Ni akina nani hao walifichwa? Leo nataka tuweze kutia maanani pale hiyo, ndio tuweze kuelewa na kujua ya kwamba sisi ni akina nani. Sisi, upendo wa Bwana una namna gani juu ya maisha yetu? Upendo wa Bwana unatawala kiasi gani katika maisha yetu? Kwa hivyo kwa wakati huu nataka tuweze kukumbuka ya kwamba tuna neema na tuna uwezo wa kutenda mambo yote. Na katika neno la Bwana, wakati tunapolihubiri neno la Bwana, ndani yake vile tu umekaa hapo chini, vile tu unavyosikiliza, uweze kujua ya kwamba ndani ya hiyo kusikiliza, kusikia na kupokea, uweze kujua ya kwamba ndani yake kuna uponyaji. Bwana asifiwe. Ndani yake kunaleta utajiri wa kila aina, wa roho na hata wa mwili. Ndani yake kuna kufunguliwa, tena ndani yake kuna wokovu. Vile tu unavyosikiliza, kuna ligana unasikiliza ukiwa na moyo wako uko wapi. Lakini neno la Bwana likiingia tu mara moja, linajigawa sehemu zote katika maisha yako. Amen. Haleluya. Amen. Linajigawanya katika sehemu zote zile zinafaa uweze kuzipokea. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka tumkumbuke ya kwamba on Sunday tulijifundisha juu ya tulikuwa tunaangalia neno katika kitabu ya Genesis 1:16-18, lakini usiandike mahali, uliandika Sunday. Tukatoka hapo tukaingia katika kitabu ya James. Nafikiria mnakumbuka, tukaingia katika kitabu ya James. Tuliona mengi, lakini tuliingia katika kitabu ya James 1 from 22. Kuna kitu kama hiyo? Yes. Na hapo ndipo ninataka tuweze kuingia, tuweze kuendelea na yale mengine yaliyo mbele yetu, ndio tuweze kukumbuka yale tulikuwa tunayanena katika kitabu ya James. Katika kitabu ya James 1 who are those hidden the secrets? Ni kina nani hao waliweza kufichwa hiyo siri ya ufalme ya kina nani? Lakini kwanza James 1:22. James chapter 1 verse 22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. 23. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgotten what manner of man he was. 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. Yes. Baba wetu Kristo Yesu, tunakushukuru na tunakuinua. Asante kwa sababu ya neema. Umetupatia kibali kikuu patana mahali hapa ndio tuweze kuzungumzia neno lako. Lile Bwana ulituhakikishia tunafaa kulitambua na kulielewa na kuliamini ni kwa ajili ya maisha yetu
ya hapa ulimwenguni na yale yatakao kuja baada ya kutoka katika ulimwengu huu. Pokea sifa. Naomba Bwana Jehova Jireh uongoze kila mmoja wetu, inua kila mmoja wetu, bariki kila mmoja wetu. Na jambo lolote lile Bwana Jehova Jireh limekuwa tatizo ndani ya mioyo yetu sisi wote, wacha likakose sasa nafasi, na ninaweka kila ngome zote zinazoinuka wakati kama huu tunaponena, nguvu zote, ufalme wote, mamlaka yote Bwana Jehova Jireh, usultani wote Bwana, ninaziweka chini ya miguu yetu katika jina lako Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu utawala wako upo pamoja nasi na uwezo wako Bwana uko pamoja nasi kwa uwezo mkuu na kwa wingi wa utukufu katika jina lako Yesu Kristo. Tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Amen. Tumeona ama neno linatuambia kwamba Kiswahili linasema ati lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Ni neno linatuambia mambo kama haya. Wakati mwingi hatuelewi, yaani pasipo kusoma neno hauwezi tambua wala kuelewa mambo mengine Biblia inayazungumzia. Bwana asifiwe. Na tunafaa kuelewa na kujua ya kwamba neno la Bwana ndio sisi kutoka nywele kichwani, Bwana asifiwe, mpaka kucha ya kidole ya mguu. Wewe ndio neno kutoka juu mpaka chini. Na usipojua hivyo utafikiria pande fulani ndio inaweza Mungu anaweza nenea ama pande fulani ndio inaweza nenewa. Hapana, Mungu ametukusanya kila kitu. Kila mstari kuna mahali unasimamia. Haleluya. Na wakati ule tunaposoma neno limetuambia kwamba tuwe watu wa kusikia na mara moja tuwe watu wa kutenda. Tusiwe watu wa kusikia tu. Tuwe watu wanasikia na watu wanaotenda. Sababu tukiwa ni watu wa kusikia tu, tutakuwa kama watu yaani tutafikiria mambo kama yale mambo kama hayo yanafanywa na tutaweza kufikiria ya kwamba kazi ya Mungu kuna watu wale wanafaa kuifanya. Lakini inaweza kukwambia kwamba kazi ya Mungu haina mtu mwenye hata huyo ndio ameitwa, huyo ndio ametumwa, huyo ndio anahitajika aweze kuifanya. Bwana asifiwe. Kazi ya Mungu inafanywa na kila mtu. Haleluya. Kazi ya Mungu inafanywa na everybody. Kwa sababu kwa nini inasema haisemi watumishi wakisikia wafanye? Haisemi watumishi wakisikia wafanye. Inasema iweni nini? Watu wakufanya nini? Wakusikia. Baada ya kusikia uchukue hatua. Kwa hivyo kama vile Yesu alisema from the beginning ya kwamba ate mwenende ulimwengu mzima, mwende muwahubirie. Haleluya. Muwahubirie nini? Habari njema. Mkiwahubiria hiyo habari njema, ikiwafikia yote yule itamfikia aweze kuiamini na abatizwe. Bwana asifiwe. Na akasema ya kwamba na nimempa nguvu na uwezo wa kukanyanga, wa kuharibu, wa kusarabatisha, wa kuangusha, wa kuua. Hiyo ni Yeremia na vitabu hizi zingine akina Luke na akina Matthew nimechanganya. Kwa hivyo wakati ule unajikuta katika nafasi ya kulisikia neno la Bwana, uelewe ya kwamba wafaa kutoka na kufanya kazi ya Bwana kulingana na vile neno la Bwana limesema. Neno la Bwana limesema namna gani? Haleluya. Ni wewe uweze kujua na kutambua jambo moja ya kwamba nimesikia ndio nifanye nini? Ndio niweze kufanya. Nimesikia ndio niweze kutenda. Nimesikia ndio nifanye. Kwa hivyo wakati wote unaposikia ni lazima uweze kupractice.
Kwa hivyo wakati unaposikia neno la Bwana, ni jukumu lako uweze kufanya practice. Kuna swali moja, mtu mmoja asubuhi, wakati nilikuwa ninafundisha asubuhi, mtu mmoja akauliza swali kwa niaba hata ya wengine. Na wakati aliuliza namna gani inaweza jimaji ati ninakuwa ama ninafanya nini? Nina grow katika kazi ya Bwana. Ninaweza juaje? Hakuna mtu awezaye kujua ana grow kama hajaelewa huo mstari. James 1:22. Hauwezi jua kama una grow, sababu wakati ule utakaposikia na usichukue hatua, utakuwa tu kama mtoto. Hata mtoto ni mzuri. Kwa sababu mtu mzima wakati anaposikia na asifanye, atakaa katika nafasi moja, hakuna mazao itaweza kuonekana kupitia. Ukweli ama si ukweli? Hakuna mazao. Hata msichana akiolewa akose kuzaa, na saa ingine kuna problem katika maisha yake. Mnasikianga watu wameanza kulalamika ama hawalalamiki? Sababu hawaoni mazao, hawaoni kitendo. Kitendo hicho, yaani wakati mimba inaonekana, kunajulikana. Kuna watu wawili waliongea, kitendo sasa ameonyeshana matendo. Kitendo kikafanyika. Sasa tunaona. Haleluya. Tuache kufikiria ya kwamba kazi ya Bwana ndio ati watu wanakuja kanisani, wanakaa chini, wanangojea watumishi waongee, alafu wanatoka wanaenda. Tena sana mtu anakuja fellowship, anakaa chini, anangojea mtumishi wa Bwana akimaliza, anaenda. Hapana, wewe utakuwa tasa. Wewe ni tasa katika maisha yako. Na hakuna utasa mbaya kama utasa wa kiroho. Hakuna utasa mbaya maishani mwako kama utasa wa kiroho. Afadhali hata uwe utasa katika ulimwengu wa kimwili, haleluya, kuliko kuwa tasa katika ulimwengu wa kiroho. Kwa sababu gani? Sababu ni hili neno halikuandikwa katika mambo ya mwili, iliandikwa katika nafasi ya roho. Na Biblia ikasema katika kitabu ya John 15 ya kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Haleluya. Na yeyote yule atakayekaa ndani yangu atazaa mazao mengi. Kweli kama si kweli? Haleluya. Kwa hivyo mazao ilianza wapi? Katika mwanadamu au katika maisha ya mwanadamu ya kimwili au katika maisha ya mwanadamu ya kiroho? Unaangalia unaona katika Genesis Bwana akasema ya kwamba enendeni na kufanya nini? Mzae mjae dunia. Watu wakafikiria ya kwamba mazao yale Mungu ananena juu yake ni mazao ya mwili. Kumbe Mungu alikuwa ananena juu ya uzao wa maisha ya kiroho. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana ni roho shukuru. Na ndiye alitoa mwanawe wa kipekee Christ Jesus. Na Christ hakuwa na bibi, kwa hivyo hakuzaa mazao ya mwili. Kama Mungu alikuwa anazungumzia mazao ya mwili, nani angekuwa wa kwanza kuoa ndio azae? Christ. Paul angeshindana ndio aweze kupata mazao ya mwili. Haleluya. Kwa nini hatuambiwi mazao ile ilizaliwa na kina mitume? Kwa nini hatuambiwi Petro alikuwa na watoto wangapi? Na tunajua alikuwa na bibi. Kwa nini hatujui kama akina John walikuwa na watoto wangapi ama na mabibi? Haleluya. Kana nione. Haleluya. Neno la Bwana alizungumzia kile tunavyofikiria. Neno la Bwana nafikiria lanena kuhusu ulimwengu wa roho. Vile tunafaa kuishi na vile tunafaa kufanya. Mungu akasema enendeni ulimwenguni, mzae na mjaze na mfanye nini? Mtibu na muitunze, si ndio?
ama mshinde. Sawa. Na wakati kule Bwana alipofanya hivyo, yeye amefanya, akaenda akamwambia Abrahamu, nimekufanya kuwa baba wa mataifa. Yule Abrahamu amemfanya kuwa baba wa mataifa, alimpatia mtoto mmoja. Bwana asifiwe. Alimpa mtoto mmoja. Tuko pamoja? Lakini Mungu hakuwa anaongea juu ya uzao wa kimwili. Alikuwa anasema anaongea juu ya uzao wa. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kwa hivyo siku ya leo wakati Mungu anapotuzungumzia, anasema ya kwamba hebu soma na Kiingereza please. Number 22. But be you doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Hapa ukisoma hii neno, kuna mahali imeandikiwa sawa watoto wengi, kuwa na gari nyingi, kuwa na manyumba mengi, kuwa na biashara ya kiasi hiki, kuwa na pesa ya kiasi hiki. Kuna mahali imeandikiwa. Lakini neno linatuambia kwamba mmetumwa mwende mkahubiri katika ulimwenguni wote. Ile mkahubiri. Biblia inatuambia wakati tunahubiri ndio tunazaana, ama uzao ule ni ule tunazaa kwa mwili. Kumbuka katika kitabu ya John 1 Biblia inasema ya kwamba ati wale wamezaliwa sio kwa kupenda sio kwa uwezo wa mwanadamu, kupenda kwa hikora. Fungua katika kitabu ya John 1 I think 11 ama hapo katika hiyo nafasi. Isomee kwa Biblia. 13. So, anzia 12. Anzia hapo 11. John 1:11. He came unto his own, yes, and his own received him not. Yeah. Verse 12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, that in which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Hallelujah. Ati Kristo alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakufanya nini? Hawakumpokea. Guys, hebu tuulizane, ni akina nani hao hawakumpokea? Ni akina nani hao hawakumpokea? Ni kanisa. Usiseme ni watu wale wako kwa baa ama wale wako nje. Ni kanisa halikumpokea kwa njia gani? Kwa sababu mapenzi ya Bwana yale yalikuwa ndani ya Mungu, ile alitia ndani ya Kristo. Wakati alipofika ndani ya nyumba la Bwana, hata wakati waliponenewa hawakukubali. Bwana asifiwe. Kanisa halikumkubali. Ama ni namna gani? Kanisa halikumkubali, lilimkataa. Na ukweli ni ya kwamba hata saa hii tuko na wewe hapa. Watu wanafikiria wamekuwa wameokolewa kwa sababu ya kuja kanisani. Watu wanafikiria Mungu anawapenda kwa sababu wanajitolea. Watu wanafikiria Mungu anawapenda kwa sababu wako na upendo na umoja na watu wao. Lakini Bwana anasema ya kwamba hiyo nafasi ya mstari wa namba 11, wacha nisome. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Walio wake ni akina nani? Walio wake ni wale alifia, ni wale alikufa kwa ajili yake, ni wale alikuwa amekuja sababu hajakufa, ni wale alikuja kukufia. Hawakumsikiliza, hawakupokea neno, hawakupokea. Walipinga neno
walilipinga. Bwana asifiwe. Hebu tuulizane, kupinga ni namna gani? Sio kutokuja kanisa, sio kutosoma Biblia, sio kutoomba. Waomba, wakuja kanisa na wafanya nini? Na wasoma Biblia. Lakini shida iko wapi? Waliomkataa ni wale waliosikia neno lake, lakini hawakuweza kulipeleka mahali linapofaa. Walikana. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hapo maadui wa Bwana hata kama wako kanisani. Tuko pamoja watu wa Mungu? Yeah. Namba 2 inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo kuwa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliomwaminio jina lake. Wale waliamini. Biblia inasema ya kwamba ukikataa kunitangaza nami mbele ya Baba, nami sitakutangaza mbele yake. Ukweli ama si kweli? Ukikosa kunitangaza mbele ya Bwana, usifikiria utaenda kumtangaza mbinguni. Hapana, si wakati utakufa. Ni leo vile ninalolitangaza mbele yenu, ninatangaza mbele ya Baba. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo usipomtangaza naye hata kutangaza, hata kama wewe utakuwa mwaminio wa ajabu sana ndani ya nyumba ya Bwana. Kama kwema ni mwaigwa, tutie kuhekeseka na tutie kuhekeso. Usipomkiri mbele ya Baba, usipomnena kwa wengine, ndio waweze kujua Baba na kazi ya Baba na moyo wa Baba ni mgani kutuhusu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Atebali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliomwamini jina lake. Wakati Yesu Kristo alikuta yule mwanamke alikuwa katika kisima ya Yakobo, yule mwanamke alikuwa kama kanisa ya wakati huu. Kanisa ya wakati huu watu wengi hawataki kumtangaza Bwana. Alikuwa anakuja ndani ya kisima masaa ya saa 7, kuchota saa 6, Biblia inasema saa 6, kuchota maji. Na wakati anapokuja anakuta wale walikuja asubuhi wameshaenda. Huyo ndio yule mtu ako kanisani siku ya leo. Hana haja na mapatano na watu wengine. Hana haja na kusikiliza ama kushikania na watu wengine. Anakaa kivyake. Yule mwanamke Yesu akasikia anafaa kumsaidia. Yesu akashuka mpaka katika ule mti. Akaenda katika kile kisima na akakaa hapo akiwa amepumzika kwa sababu alikuwa amechoka. Naye mwanamke masaa yake ikafika akuja kuchota maji. Na akaja mpaka kisimani. Na wakati alipofika katika kisima, alimkuta Yesu akiwa amekaa pale. Naye Yesu hakungojea amuongeleshe. Yesu akamwambia, "Nipe maji ninywe." Bwana asifiwe. Na akamwambia, "Je, nikupe maji namna gani? Na Wayahudi na Wasamaria hawatangamani. Unaweza niomba maji namna gani? Na wewe ni Myahudi." Huyo ni mtu ako na nafasi ya kuhubiri? Ate? Ungewega. Wewe kasoma sio kahakule, wewe si mjagelia. Unakuwa na nafasi? Wewe ni biashara kwa biashara. Ni githeri kwa githeri, mahindi kwa mahindi. Uji kwa uji, uji pawa. Na hapa sio uji pawa. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Yesu akamchokoza. Wewe ndiye unafaa kuwachokoza. Sababu wao wakikuchokoza, watakupa kile sio cha uzima. Yesu akamchokoza. Na wakati alipomchokoza, naye mwanamke akaanza kumuuliza,
Wayahudi, mtu mwenye hana upendo. Hata kama anaendeka katika hiyo kisima ya Yakobo, hakuna kitu anatoa anaweza saidia mtu mwingine. Hakuna. Anaenda na anatoka akiwa empty, anaingia empty, anatoka empty. Ile kitu kilikuwa ndani yake ni huzuni, sababu hakuwa anataka wapatane na watu, sababu alikuwa malaya, alikuwa anaiba waume wao. Yes. Kwa hivyo wakati wote neno la Bwana linakosa kuwa na nafasi ndani yako, kile kinakuwa ndani yako wakati wote ni huzuni, fear, uoga. Haleluya. Unataabika, lakini hujui watabika kwa nini. Wajaribu kufanya haya na yale ndio uweze kuona kupata suluhisho, lakini suluhisho unaona kama inapatikana, lakini hakuna msaada ndani yake. Mwana ni roho. Amen. Haleluya. Amen. Sababu ni gani? Sababu wasikia lakini hauchukui hatua ya kutenda. Yesu wakati tu alipoingia katika ulimwengu alitenda, yani mara moja alijitoa katika nafasi hiyo ya kupatana na watu. Walikuwa wanaenda nyumbani, vijijini na manyumbani, si ndio? Alikuwa anaenda na akafundisha mitume kwenda vijijini na Bwana asifiwe. Akawafanya mitume kuwa vile alivyo. Yesu akakuja kwa walio wake, akakuja kwetu kama kanisa, lakini walio wake hawakumpokea. Kumpokea sio kusema sijaokoka. Kumpokea sio kusema hata mimi siendagi kanisa ama naendaga kanisa. Hapana, kumpokea ni kukubali kufanya kazi pamoja naye. Kumpokea, kutompokea ni kufanya kazi ile anayofanya. Bwana asifiwe. Amen. Wakati tulipendana na my husband, wakati tu aliniuliza, nisiseme tuliulizana sababu nilikuwa najua ni mwanaume anafaa kutangulia kuongea. Haleluya. Ni mwanaume. Ndio Yesu kwa sababu ni mwanaume alikuwa anatangulia. Wakati alitangulia kuniuliza na tukawa katika hiyo courtship, siku ya kuolewa hata hakujua nikienda. Haleluya. Amen. Neke akiniambia ngoro yake yote, moyo wake wote amenipa. Haleluya. Amen. Sasa sina jambo ama shughuli za kumwambia sasa nataka unioe. Hapana, tulioana hata kabla sijaingia, sababu moyo wake na moyo wangu zimekuwa. Wakati huyo mwanamke alikuwa kisimani, moyo wake na moyo wa Yesu ilipatana. Alimwambia ati ameenda evangelizing, amemuoa haraka mara moja. Mwanamke alitoka mara moja na kwenda kuleta mazao yale anafaa kuzaa, sababu amepewa mbegu. Amen. Haleluya. Amen. Wewe ndio wakati ndio aware of God ministry ndio kwa moja kiwa. Nipe mwili kwa hapo kirete. Bego wewe kendo yumana tatu. Tuhuje hiyo tatu. Sokora ni haleluya. Tuhubiri utasa. Haleluya, Bwana asifiwe. Tunahubiri utasa? Hapana. Ni kwa nini hautoki hapa ukiuliza wewe Kristo tupatie masaa mawili twende tukapiga sauti pale? Hakuna. Na wakati ule sauti inaenda kupigwa, sipatani na watu. Sababu watu wako katika biashara zao, wakizaa wamezaa kile wataacha kesho. Kila mume sio sifa za kuzaa watoto wengi na kuwa bibi wengi. Sifa ni kuinuka na kulitangaza
viwanda zote na vichaka zote wakalia ni Kanaani. Na kudu ukiangalia haraka utakatiwa na igoro urembo si wa juu, urembo utakutengenezea kwako kwa nyumba. Haleluya, amen. Bwana asifiwe, amen. Urembo ni wa moyoni. Tuko pamoja? Wakati unaposikia sauti ya Bwana alafu unakosa kuitilia maanani, unafanyika kuwa adui ya Bwana pasipo kujua. Kwa sababu neno katika kitabu ya namba 13 inasema ya kwamba hapo tu John, hata kama tumesema mengi, at the which were born not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man but God. Ate waliozaliwa si kwa damu. Haleluya, yeah. Kama ni kwa damu si tungeambiwa waliozaliwa kwa damu ya mama na baba. Etiguo. Lakini sasa wamenyang'anywa kwa damu ya mama na baba. Ukweli? Yeah. Wamenyang'anywa kwa damu ya baba na mama. Sasa inasema na si kwa damu wala kwa mapenzi ya mwili. Sio kwa vile ninaweza ongea na mwanangu tuweze kuongea tuambiane, tuongezee katoto, tuongezee katoto kingine. Haleluya. Si yako. Sio kama mapenzi yetu. Na ulikana neno wala si aliwa. Ni wewe ulizaliwa. Haleluya. Amen. Na wewe ndiye Bwana anaongea juu ya kukubadilisha. Uache kufanyika kuwa wa mwilini, ufanyike kuwa wa rohoni. Kwa hivyo uzao wa Mungu ni uzao gani? Ni uzao wa rohoni. Wakati mwanadamu amebadilishwa, akaacha kuwa mtu wa mwilini, akafanyika kuwa mtu wa rohoni. Huo ndio uzao wa Mungu. Ulizaliwa ukiwa wa mwilini. Haleluya. Hivyo ndivyo Roma inasema ya kwamba watu mtu wa mwilini, mazao yake yote inatokea ikiwa ya mwili wa mwilini. Bwana asifiwe. Amen. Hana kitu chochote cha rohoni. Ndio sasa hapa unaambiwa yeyote yule alimkubali alifanywa kuwa mwana wa Mungu, na sio kwa mapenzi ya damu, sio kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu. Hakuna mtu hata mmoja ameingilia katika hiyo nafasi. Sio kwa hiyo mapenzi, bali kwa Mungu. Kuambiwa kwa Mungu ni kuelewa na kutambua ya kwamba nimezaliwa katika mche ya Mungu. Mimi sio mimi niishi, ila ni Bwana aishivyo ndani yangu. Bwana asifiwe. Amen. Na ikiwa ni Bwana aishivyo ndani yangu na amenizaa, kazi ile amenipa ni kazi gani? Ya kufanya vile naye afanyavyo namna gani? Kuwajulisha watu wengine kuhusu the kingdom of God. Bwana asifiwe. Umuhimu wa ufalme wa mbinguni. Tuko pamoja? Amen. Umuhimu wa ufalme wa mbinguni. Bwana ni mwema. Amen. Tutoke hapo kwanza. Turudi katika kitabu ya ile tulikuwa nayo ya James. Soma mstari wa 23 Mwangi. James 1 verse 23. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Na jambo ingine ningetaka kukuambia, wakati unaposikia neno la Bwana, nilisema hiyo jambo on Sunday. Wakati unalosikia neno la Bwana anakaa nalo yote jikote unakaa ndani yako, wajidanganya, inakufanya kuwa yani unajidanganya wewe mwenyewe. Haleluya. Kwa hivyo wakati unapolisikia na haulifanyi, makes you yani self deceitful, yani unakuwa yani umejidanganya mwenyewe, unakuwa mtu amedanganyika, umekuwa mtu amedanganyika. Kweli unakuwa mtu amedanganyika. Nilisikia lakini
mdomoni kwa ajili ya Bwana kwa mtu mwingine. Hiyo ndio baraka ile Bwana amenao juu yake. Bwana asifiwe. Lakini wakati tulifika ulimwenguni tuliambiwa baraka ni mali. Tuliambiwa baraka ni mali. Lakini mali linakuja baada ya wewe kutangamana na Mungu na kushikana na Mungu na kufanya mapenzi yako. Hapo ndipo ile baraka kubwa inatoka. Namba 2. Baraka ya Bwana ile unaweza sema nimebarikiwa. Ni mtu yeyote yule ameokolewa, amegeuka, alafu amechukua hiyo jukumu ya kutosikia tu. Kwa hivyo ana matendo makuu ndani yake. Na haya matendo si ya kuhubiri tu. Haya matendo ni ya kila aina ndani ya nyumba la Bwana. Jambo lolote linapohitajika katika kazi ya Mungu, na nasema kazi ya Mungu si nyumba la Bwana. Katika kazi ya Mungu, wewe unatambua you are included ama wewe umejitoa. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ndio our brother Mwangi ametusomea hiyo 23 akasema ya kwamba kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake kwa kioo. Namba 24 ni mtu namba 23 anapojiangalia kwa kioo. Ni yule mtu anachukua kioo. Na wanawake nikisema hivyo wanajua ninasema nini. Unaendaga kwa kioo mara ngapi ndio utoke? Wanaume wachana nao. Wanaume hata akijiangalia hivi anajichukia. Hata akijiangalia ataka kwenda kuna vipo. Isipokuwa tu ni hao siku hizi vijana hao mnaona ni watu vioo, mnatulichana. Lakini mabwana wetu na huko nyuma sio wavio. Wanatoka tu wakiwa vile wameambaki atu wanapokutana na kile akala. Lakini wa siku hizi hata wamepita wanawake. Wako na sabuni mzuri. Yeye anajua marazi yale inuka vyema. Wao ndio wako na mafuta yale mazuri ya bei. Mwanamke anawasi hodiho. Niambie. Bwana asifiwe. Amen. Ati wakati unapojiangalia, kama vile unaenda kwa kioo unajiangalia. Baada ya kujiangalia, alafu unasahau ulikuwa mtu wa aina gani, alafu unarudi tena. Ile ndio yule ndio igaja kama itapote. Ona tani kitaki kitika sisi wewe hiki kabisa. Hiki kana ya dai patane na wasiwasi ya manioro. Garona tena. Ninagusa. Haleluya. Amen. Lakini haya yote yatokao hapa bure. Haya yote yatokao pale udanganyifu. Haleluya. Udanganyifu mtupu ndio uko pale kwa kioo. Sababu akiongea haya ya hii kioo, haongei kuhusu hiki, yani anataka uweze kujua kuna kioo ingine. Haleluya. Kuna kioo ingine imefichwa, si physical. Kuna kioo kinaitwa neno, the word of God. Na hiyo ndio ile kioo unafaa kuwa nayo wakati wowote ndio uweze kujitambua. Wakitambua wewe ni wa aina gani wakati umechukua hiyo kioo inaitwa word of God. Bali wakati wowote utajiangalia na hii utashinda hapa ukirudi kwa sababu hakuna answer inakupatia. Na sayansi inakwambia kaina uko na kapimpo. Nywele haijakaa vizuri. Sikio lako linaonekana kama liko na ngozi nyingine. Utashinda hapo ukitaka kutoa hiyo ngozi ndio ukae vile unataka. Madhani ya roho. Lakini wakati utaingia kwa neno ndio kioo kile kizuri. Neno inakwambia nakupenda
vile ulivyo. Haleluya. Mfano wako hata kama unakaa gorila ni mfano wa Mungu. Haleluya. Amen. Ni makanatibu. Yesu anasema ati Mungu akamtuma mwanae wa pekee kwa sababu ya upendo. Alimtuma kwa watu wanakaa vile wanakaa. Lakini kile Mungu anataka niwaambiwe, mwambie na wapenda, na ndio ninafanya haya. Vile ulivyo. Alafu sasa wakati unajua kuna mtu anayekupenda, unakaa ama starehe pasipo kujua ama kutaka kuelewa, bwanangu ananipenda, bibi yangu ananipenda, kanisa linanipenda. No! Kuna yule anatangaza juu ya upendo juu yangu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu hiki leo nimejiangalia nayo, umejiangalia nayo na ukosaki kulalamika ukweli. Hata ukiwa mliapo na muda gani, unakosa kulalamika. Lakini wakati utakapojiangalia na neno la Bwana, wakati ulilisoma likaingia ndani yako, likaanza kukufafanulia wewe ni nani, na ukatika ndani wako, na kwambia mtu wa Mungu unafurahi. Sababu nikikaa wanangu aniambie maneno mazuri yale ninaambiwa na Biblia, hana eko njira ni kwendete waine kama itia iga na kanima hebeto dataka rumen ukweli masi ukweli kwani wewe utaona upendo wako, kwa sababu mambo yale tunadili nayo ni physical. Tunafaa kudili na spiritual. Ananiambia mimi ndiye mwanako katika kitabu ya Isaya. Mimi ni mwanako. Haleluya. Na mimi ndiye ninakupatia chochote kile unacho. Timothy wako warane. Ona kile ni mwende tena jira jike kaondo wako na ndire ile. Au ndire sio kia vile. Angalia bwana wewe ndio kumwelezea. Ni kuona. Nidi kanoni na muduri wako. Enye kuna kumsawa. No hali ada matagekehana ni ada matione tena ndio. Asio wedo ani. Haleluya. Amen. Aya mana ni na kaiye tulio na tuana kitumia na kitu ana tuile. Aya mana ni atuli tutoria mana eleti. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo hakuna kitu kingine kinaweza kukwambia vile wewe ulivyo isipokuwa tu the word of God. Na hiyo word wakati unapolisikiliza linakutuma. Hakuna wakati utasikia neno isipokuwa tu lile la kukufurahisha na lile unataka kusikia la kukufurahisha. Neno wakati wote unapolisikiliza linakutuma. Linakupeleka na kukuelekeza kwa jambo unafaa kufanya. Bwana asifiwe. Neno aliongea kitu, ataliongea ama likutie nguvu ama likwambie ati ninakuja. Huo upendo nimesema niko nao ni lazima uonyeshane. Haleluya. Amen. Utaona kile kiokoko kingine, tumeokoka kiokoko kingine, kiokoki kingine hakijulikani mpaka na Shetani. Ana Shetani ya kibedi hiyo kiokoko. Umeokoka. Kwa sababu hata Shetani hakuna kazi unamfanyia. Bwana asifiwe. Sababu hata Shetani anataka wafanye kazi. Dumera hali afanya wakatana agui. Hatokei pale kwa barabara unaitana umbwa. Hauendaki kwa waume wa wenyewe ama kwa wake wa wenyewe. Hauibi. Na kazi ya Shetani si hiyo. Nayo kazi ya Mungu si kwenda kuambia watu mambo haya na haya si mazuri, wewe ni wanani? Kwa Shetani ndio ndoweka, kwa Kai ndio ndoweka na wewe wao. Na Shetani ndio kinaliona Kai ndio kinaliona. 25. Verse 25. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word,
but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Nitaanzia hapo 24. Ate maana hujiangalia, sikiliza, anza ya namba 23. Maana hujiangalia kisha uenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Unajiangalia mara moja, unasahau jinsi ulivyo, tena unakatoa tena. Hiyo ndio kazi ya mwilini. Hiyo ndio kazi ya mwilini, kutaka kujua vile ulivyo na vile unataka na kile unakimbizana nacho. Lakini wakati umeingia katika hali ya ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni unakupatia kutulia. Haleluya. Wakati Kristo Yesu katika kitabu ya Hebrews alipomaliza kazi, neno linatuambia kwamba wakati alipomaliza kazi ya msalaba, alienda katika mkono wa Bwana wa kulia akapumzika. Wewe umepumzika, ni kazi gani umemaliza? Mnafikiria kupumzika ni kukaa chini na kukuja kanisani? Kupumzika si hiyo. Alipumzika kwa sababu ya kumaliza kazi. Kazi gani? Ya kujulisha wenzako. Umejulisha wangapi? Bwana asifiwe. Na hawezi kujulisha watu wengine wakienda. Unaona, lazima uweze kujitazama. Jipe kama mkutano. Ujiulize, mimi faida yangu na Bwana ni gani? Ni faida gani naweza onyesha mbele za Bwana? Kwa Mungu ni faida gani? Wengi wataona faida yao ni mambo ya mwili. Alafu hata mambo ya mwili utasema yenyewe ni faida gani? Sio ni ubiri, sio niwe na fedha, sio niwe na kazi nzuri, sio niwe na amani. Hakuna kitu uko nacho. Sababu chanzo cha kuwa na amani na mambo mema na mazuri yatoka katika kuamini neno na kulifanya. Na kufanya neno sio mambo mengi, kutimiza tu mapenzi. Wakati wewe unakuwa ndani ya nyumba ya Bwana, unakaa chini tu unasikiliza, hata watu wakikuona uweze hata ukitokea kwa ule mlango uweze ukitoka tu wewe leo ukisema ona kulitenda, wewe ni kulitenda, wewe ni kulitenda, ati uko na neno lakini hakuna mazao ndani ya hiyo neno umelipokea. You are pretender. Haleluya. Bwana asifiwe. Haijalishi Yesu alifundisha wale 12, sababu hata wao walikuwa pretenders. Mpaka siku yake ya maziko ikawa akina Petro waliamkia. Bwana asifiwe. Hallelujah. Please my dears, wacha kujitazama na jicho lako. Jicho lako linakudanganya, linakupeleka mahali mbali sana na kwingi sana kusiko na faida yoyote mbele za Bwana. Wokovu si kitu rahisi vile unafikiria. Wokovu si udini. Wokovu si udini. Udini unaweza fanya mambo yote. Na udini unaweza fanya mambo makubwa sana, lakini hakuna faida ya mbegu ya ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Wewe udini wako ni lazima ubadilishe udini wako uwe udini kamili kama ule ulikuwa na Kristo. Si udini tu. Haleluya. Amen. Si kusema tu vile unasimanga. Bwana nionyeshe. Amen. Kwa hivyo hakuna hatua ya kubadilisha udini wa mwilini na kuingia katika udini wa Mungu. Lazima. Na ndio unaona tudini ni twingi, hatuna mazao. Kwa nini? Na dini kuwa na mazao si kuwa na watu wengi. Umesikia? Kuna watu wako na maelfu lakini wote wanaelekezwa jehanamu
sababu hawana mazao. Hakuna kitu Yesu anaona ndani yao. Na kuna mahali kuna watu 2 watano, haleluya, nao wanaelekezwa katika jehanamu sababu hakuna mazao ya neno ya kweli wanapewa. Na kuna mahali kuna watu 1000 na wanaelekezwa katika ufalme wa mbinguni kwa sababu kuna mazao ya Kristo mahali pale. Tuwe hapo ndo wakai. Kuna watu kama sisi tunapeana uzima. Bwana asifiwe. Sasa wewe jichagulie. Jichagulie mtu wa Mungu. Wache kukaa wiki nzima na hakuna kamtu hata kamoja. Umeshazungumza nako juu ya ile neno, umeshapewa. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwana biara washo. Amen. Wabili ya kumenya ukiwa na wamama ama wazee ukizungumzia mambo ya biashara na mambo ya jambo fulani, mkiachana, elewa ninapanda mimi nikusanye niweze kunena na wao mambo ya biashara ya mbinguni. Usishindwe. Ndio unaona yule mwanamke alikuwa kisimani, alikuwa amekataa kusitwa. Alikuwa anakataa kusitwa. Si unaona vile wameng'ang'ana? Mpaka wakati ule Yesu alimwambia, ukiniomba ile maji yake niko nayo, hautakuja hapa tena. Kwa hivyo, kwa nini alimwambia alimwambia nipe hiyo maji nisiwe ninakuja hapa tena? Kwa hivyo hata yeye alikuwa amechokezwa na maisha hiyo ya kushida katika kisima. Wewe unaona tena maisha bana tora. Hujia. Bwana asifiwe. Amen. Umechokezwa na magonjwa yale unangojeka na yale ndio yanangojeka kwa nyumba yako? Ya, hubiri. Umechoka na kuwa nini? Bankruptcy? Hubiri. Umechoka na makasiriko ya saa yote? Hubiri. Bwana asifiwe. Amen. Na utaenda kuwaambia bila ulivyo. Wewe kama na ndio na Mungu akutoe na ndio kuinuka babu. Wewe kama una fedha, amini neno. Nani anajiweka nguvu? Ile. Ukienda hiyo imani inaanza kusaa. Ukiona ninapenda, ninajua kujifungua. Neno la Bwana nilisoma jana usiku likaniambia, mtu yeyote yule ako na plan of God katika maisha yake. Ni mradi nitaenda. Nitakuja tu kumfundisha. Iko hapa niliandika jana usiku. Haleluya. Niko tu katika hii topic. Ati wakati ule mtu anaitwa Jeremiah katika Jeremiah 1:5, wakati aliitwa na Mungu, hata kama iko na huku ya siku nyingine, wakati alipoitwa na Mungu, nini Bwana alitia ndani yake? Nini Bwana alitia ndani yake? Plan. Wakati wote plan ya Mungu imewekwa ndani yako, hauwezi kufa kama haujatimiza hiyo plan. Hauwezi kuwa maskini kama haujatimiza hiyo plan. Sababu pekine ni plan inahitaji fedha nyingi, si ndio? Na imewekwa ndani yako. Na sakina inatakiwa iende ikamalizikie Australia. Australia utaenda miguu. Si ni lazima wewe uingie kwa kakadili kwa ndege. Hiyo pesa itatoka wapi? Mungu atashughulika sababu yeye ndiye aliweka hiyo plan ndani yako. Amen. Haleluya. Yeye ndiye alitia hiyo plan ndani yako. Ni lazima atimize hiyo plan. Hakikisha imekwisha kwa sababu ni plan yake. Amen. Tena magonjwa inakuja kwako. Magonjwa inafikiria, shetani anafikiria atakuwa na magonjwa. Kumbe ndani yako kuna plan. Amen. Kumbe ndani yako kuna plan. Yes. Kukiwa na plan, hakuna ugonjwa, hakuna shida, hakuna tatizo litakuja kukuondoa katika nafasi yako. Namba 2. Ukiwa na plan, hakuna kitu chochote kitakuondoa katika wokovu. Amen. Sababu ni lazima utimize plan. Amen. Na ile plan hakuna mtu anaweza iondoa ndani yako. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana mundu mule.
sababu mmoja usikunganena. Toka! Amen. Kila wakati. Amen. Hallelujah. Amen. Kono wewe ni siote. Sio ati hautangojeka. Lakini kwa imani mambo yote sio ati hautakosa fedha. Lakini katika imani, haleluya. Amen. Wewe ni tajiri, kwa hivyo mambo yote hata ijulikani mahali kule inajifikia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana ni roho. Amen. Lakini hiyo yote inatokana na James 1:22, kusikia na kuchukua hatua. Sababu wakati ya kuchukua hatua haujikumbuki wewe ni mtu wa aina gani, na ni kweli. Unakuta watu wanaenda na huko wanachokosana na huko nje. Unakuta watu wanatusiana. Huyo mtu anatusi, anakumbuka yeye ni wa kanisa ya Wera of God Ministry. Anakumbuka? Ile ndiye ndio. Ile ile wao ya no kiona ugawe mwonoki. Ndio nikiona kio imeako. Leta nini ya pesa? Wokovu umetoka wapi? Wakati mnaitishana deni ile mlikopeania, Mungu alikuwa mliitishana kwa wokovu? Huyo mtu anakumbuka yeye ni nani? Alijiangalia na kioo yake akasema ameokoka. Lakini wakati tu alitokea, kile kioo kilimdanganya hivyo, unajiona sio vile inahitajika udani. Haleluya. Udani kumbe amejaa maubwa. Udani amejaa maguruwe. Udani amejaa uongo. Udani amejaa matusi. Amejaa maheni. Sababu hajiangalia na kioo ya neno, anajiangalia na kioo yake. Akijiona hapa, akiteomea, yeye hata anajiambia hawezi tukanana. Mimi siwezi. Mimi nimeokoka. Lakini sitaki mtu anikanyage kidogo. Ndio ndio kinyaga ajezo hataki nyagio. Yesu alijiulizia na alikanyaga mpaka kuuawa. Mtu mwingine aliniambia, sijui ilikuwa namna gani ndio afike hapo. Akaniambia pastor, ndio ajafike tena pastor. Pastor, unajua kuna kitu moja niliamua. Mimi sitakufa kama mjeshi. Unajua mjeshi anakufa akiwa ameshika bunduki na anapigwa na mawe. Anakimbizwa kwa bunduki na hajiulizi. Sio wa sasa, sasa ni important. Sasa hawana si ndio? Wabale mbeleni ulikuwa unafanya kila kitu. Hata unaweza muua akiwa na bunduki na asiku. Akiwa na hiyo kitu wanaweka wanaruhusa ya dogo inaitwaje? Tia gas. Nasiruse. Badala hii keweka kanua. Si unaona? Wale diwa keweka kanua. Utadoka kanua. Lakini akaniambia aliniambia wacha nikwambie. Wapi wasinikanyaga kidogo hata kama nimeokoka. Mimi siwezi kufa kama mjesi. Gemenya hodi hadi na muzika. Ana mmoja ndiye hapa kuna mtu anaweza kubali kukufa kama mjesi. Ukweli ama si ukweli? Utapigana mpaka ujulikane. Lakini upigani kwa neno. Wapigana hadharani katika mwili. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tutoke hapo tuingie kidogo sababu nataka tumalize. Tuingie kidogo ni kubwa hata sijui hizi zitaisha nini. Nataka tuweze kutambua mambo mengi sana. Ya upande wa mbinguni imefichwa na ilifichwa watu wewe hauwezi tambua, lakini wewe mtu hivi apia huyo mwingine mtu hivi ndio wewe mtu hivi amefunguliwa kujua. Haleluya, umefunguliwa kujua mtu hivi mtu hata hana haja na kufanya kazi ya Mungu. Mungu amefanya aweze kutambua siri. Bwana
asifiwe. Wameelewa, wananifurahisha sana. Sababu wakati wote tunahitaji wameelewa kwa sababu ya kazi ya Mungu. Wameelewa na kuwa Amina. Anasimamisha kila kitu. Huyu kijana anahubiri kote nchini. Mnaelewa hivyo? Huyu kijana anahubiri. Mnaweza kuangalia pale muone kama hahubiri. Sasa wakiwa hapo wanahubiri. Bwana asifiwe. Sababu hii ifikia wamama wale na wapapa na vijana wale wako nchi za nje. Ni hawa. Haleluya. Na wewe kaa hapo. Wanaenda kumenyanga akanya mgume kwa dawa wifi. Kana ndimonezo ukage kafatale ngulu. Yaga tomenya wangu. Lakini nampenda sana nini? Najua hamkuagi na mutile hidaro, ugole kugata na kidogo. Hamkuagi na msaha Ni msaha. Hamkuagi na msaha tukisema ni kufanya. Mutiugalega, tukisema ni chuti. Niko katika nafasi ya kiraisi. Hapo kanisa linapandwa. Apostolic kwetu kiete kote. Haleluya. Na hapo nitakuta Biblia. Bwana wasifi. Kwa hivyo mtu wa Mungu usiseme kipawa yangu haijafika katika nafasi ya kufanya kazi. Jitoe kwa vyote kwa sababu vyote zinakungojea. Bwana wasifiwe. Amen. Tuko pamoja. Haleluya. Ona kufuatilia kwa hiyo ayudia kwa Mungu oka. Tobora kile hiyo fundi ndio yote yote. Na mtu yeyote yule akiwa katika hiyo nafasi ya kusikia na kutofanya, sasa nilikwambia kwamba unakuanga katika state of confusion. Unakuanga katika nafasi ya kuchanganyikiwa. Na ndio kanisa haikosi watu wamechanganyikiwa sana, watu wanataka hivi vile yale mengine. Wanataka wamechanganyikiwa. Mtu hata anashindwa kama mtu mwingine alinipigia simu ananiambia mimi ninashindwa, mimi ni waina gani? Mimi ndio ndio wanako. Niendelea. Mwingine naye sijui tulikutana miaka ngapi. Pale ya na huko kwa kina mama Jabi mtawatia pale. Alianza kutinelea kwa sira ndio naye. Matopeni. Hicho ndio ndio. No, not matopeni. Nyumbani kwenu. Kanyanyai. Mimi sijui tulipatana miaka gani. Kwa sababu haikosi kama miaka 3 ama 4. Lakini jana ananipigia simu tukiwa darasa. Bwana asifiwe. Wacha nikwambie, mahali popote unaenda unanena. Usikaweze kuchukua hiyo jambo vile tunaliona. Haleluya. Kama aliniambia this week atakuja, tuongee pamoja. Haijalishi kama atakuwa hapa ama hatakuwa hapa, ukweli ama si ukweli. Wanaume. Ati maneno yale tulienda tukiongea wakati nilikuwa kwa gari. Nataka kuikutilia maanani nijue vizuri. Nikamwambia leo utajuaje na wewe ni sijui ni driver ama ni. Akaniambia mimi nitajipanga vile tutakuwa nikifanya. Wewe hapa ukiona ukidharau, kuna mwingine ni time ameko. Bwana asifiwe. Katika kitabu ya Luke 10 18. Luke 10:18. Luke chapter 10
verse 18. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. 20. Notwithstanding in this, rejoice not that the Spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. 21. In that hour Jesus rejoiced in spirit and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. Kama ningekuwa wewe nige underline huo mstari wa 20 what? Huo mstari wa 21. Huo wa 21. Msikubali watoto wa msubiri. Bwana asifiwe. Haleluya. Jambo hapa ningetaka uweze kujua ukumbukeni tumetoka wapi. Kusikia na kufanya. Haleluya. Wale wanaambiwa wafanye kulingana na mstari wa namba 18. Nikiisoma na Kiswahili kwa sababu tumesomewa na Kiingereza. Kiingereza ngoja nirudie Kiingereza kidogo. And he said unto them, I behold Satan as a lightning fall from heaven. Kiswahili. Kwa akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Nani alimuona? Nani alimuona? Christ. Aliona nani? Satan. Akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Haleluya. Wewe unafikiria ni shetani alimuona akitoka mbinguni akianguka hapa? Yesu anadili na your mind. Your mind. Wakati unaona ya kwamba unasikia na hukuna kitu unayofanya, uelewe na utambue na ujue. Shetani alishuka ndani yako na akakupatia, akakuita otako na akakwambia vile unafaa kufanya business. Atakuongeleshea uko na neno tosha la kuwahubiria hata watu pale kwa business. Na ukifika kwa business wakati mwingine unasikia umeboeka na hata usikii kuongea. Wakati huo unasikia kama hiyo, fungua mdomo. Bwana asifiwe. Amen. Kataa na ukane kile unasikia. Kataa kile unasikia, kana kile unasikia, ongea. Sababu shetani ashuka ndani yako kama umeme. Ashukia mawazo yako kama umeme. Ndio usiweze kutimiza yale yanayohitajika uweze kufanya. Nafurahishwa sana na Sam na ninamwona ako na my friend pale. Sam anaunganisha vijana. Anaitana si mara moja. Na isipokuwa tu aliita yule kijana na yule mwingine mlikuwa naye. Si mwingine ndio sio huyu sio. Ni huyu. Haya. Nilikuwa naona kama yule mwingine. Sitasema vile. Isipokuwa tu aliita na vijana wengi, lakini unaona huyu wanakuja na Sam. Sababu gani? Sam alisikia. Na kaona ni vyema friends zake sije sinazo sisikie. Usiangalie mtu bila unamuona uweze kumweza mtu bila unamuona. Nimesikia sijui ni mtumishi wa Bwana ama ni mwangi sijui. Watu wengine wanajihesabu kuwa wamekubalika sana mbele za Bwana kwa sababu wako na fedha. Kwa sababu wako na magari. Kwa sababu wako na vitu zile unaweza kuonyesha. Lakini yule Mungu akona haja naye na anapenda sana ni yule anatambua kuna moyo unahitaji msaada. Bwana asifiwe. Amen. Sam alipata kado akamarehe.
Hatire na maciaro. Hatire na maciaro. Iko. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mazao. Tukisema ati Waweru hana mazao, tunaweza danganya. Unaona hakuwa na mambo ya mativi na nini? Nani amemzaa? Waweru amemzalisha. Hata wewe uko na mazao, lakini wacha mazao hayo ionekane. Wacha ijulikane. Mahali imejificha, fuata. Haleluya. Tuko pamoja watu wa Mungu? Haleluya. Amen. Fuata. Atakawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Namba 19 akasema, tazama nimewapa amri ya kukanyanga nyoka na inge, na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Hapa sasa ona, Yesu alifanya hivi, alisema hivyo na aliambia mitume. Wakati aliwaambia kwa sababu gani? Sababu Isa alikuwa ameshawatuma. Bwana asifiwe. Wafanye kazi yake. Kwa hivyo wakati walichukua ile jukumu na wakawa na moyo kama wa Christ, aliwapa nguvu na uwezo na mamlaka. Wewe wajuaje hauna nguvu na mamlaka na uwezo? Wajuaje hauna? Sababu hauendi kunena. Ndio utaweza kujua wewe unaweza pona hata magonjwa yale haiponyiki. Ndio utajua wewe uko na nguvu juu ya waganga, washawi na hata Illuminati na devil worshippers. Uko na nguvu. Uko na uwezo wote. Akawapa. Haleluya. Wakati wote tunatumwa na tunatumika, wakati wote tumesikia sauti ya Bwana, tunaingia katika hiyo nafasi ya kuwa na uwezo wote, nguvu zote, mamlaka yote, haleluya, na utumishi wote wa Kristo. Lakini hauwezi jitambua ukiwa umekaa chini. Hauwezi elewa wewe ni mtu wa aina gani ukiwa umekaa chini. Wewe utafikiria tu wewe ni housewife. Utafikiria tu wewe ni housewife. Utafikiria tu wewe ni bwana wa kulisha watu, kutoka kwenda unahangaika na huko unaleta 200. Haleluya. Akasema, tazama nimewapa amri. Ambia mtu mwingine, nimepewa amri. Mweleweka. Nimepewa amri. Haleluya. Amen. Nimeamrishwa nifanye nini? Amri ya kukanyaga nyoka na inge. Wewe uko na uwezo wa kukomesha magonjwa ndani yako. Amen. Uko na uwezo wa kunenea nyumba yako na isimame hata kama ilikuwa imebakisha kidogo ianguke. Amen. Haleluya. Amen. Watu wagai ndio. Una uwezo wote wa kuzuilia uharibifu wote wa maisha yako na maisha ya familia yenu. Amen. Ikose kutenda kazi. Amen. Aliwaambia, nimempa, haleluya, Amen, amri ya kukanyaga nyoka na inge na nguvu zote za yule adui. Nguvu zote za yule adui, yule ameshuka kutoka mbinguni. Umepewa mamlaka na nguvu ya kupinga shetani na kazi yake yote. Amen. Umepewa au hujapewa? Umepewa. Lakini inajulikania wapi? Katika kazi, katika evangelizing, katika preaching. Bwana asifiwe. Sio ate nimepewa amri. Ndio toragia nende ikareta ile wako. Nimepewa amri. Na TV hau na toredio na toido na tukateti. Kwenda. Haleluya. Amen. Haitaonekana kazi yake. Haitajulikana vile inafanya kazi. Wewe utuone tu kwa kana ukaheja nene sikia. Tamoye stress huko na liko na leta kana kuheji tamoye.
stress zimekunoneza ama zimekuhijisha, zimefanya uwe kinama uweke. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ati wikaleta Mungu na kidole kwenye ile message ya mali. Nyima kibuka wewe. Kwa nini ulipewa akili za mzunguko? Haleluya. Amen. Na ukiona ukiimba wimbo heri jina uingiza maito na roho ngeka katuma mtoto wako heri jibegele ni nguvu za Bwana. Na ile jina unasema heri ni kwa sababu ya hiyo mateso unapitia, na hauwezi kumeza hiyo mateso mpaka hiyo jina hiyo ya huyo heri uliondoe nje, uende ukatupe, ukapoteze hiyo mawazo na hiyo akili zote duni na mateso yote ya magonjwa. Tupa nje, tupia watu na huko. Nguruwe zikauliza Yesu, wacha tuambie tuende, akili tufukuze hii eria, tuambie tuambulishe, twende pale kwa nguruwe, tuambulishe. Walikuwa wanajua Yesu ndiye ako na uwezo. Yesu tu ako na nguvu. Na kasi ya Yesu ukikosa kumuomba anakomesha. Bwana asifiwe. Wakamuomba wale mademoni, tuambulishe tu twende. Ambuli iko na Bwana, nini unafanya chini kwako kwa nyumba? Nini unafanya? Toka ukachukua ukapatana na amri zile Bwana alitia ndani yako wakati ule ulikuwa umelala, wakati ulikuwa haujui. Lakini kwa sababu ya kukuchagua, kwa sababu ya kukuita, kwa sababu ya kukufungua hilo jicho lako lilikuwa giza, akakupa kila kitu ndio uweze kufanya kazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Umepewa kila kitu. Umepewa kila kitu, na ninakurudia tena. Uko na kila kitu. Uko na uwezo wa kuondoa na hata wa kusimamisha. Kila kipawa kiko ndani yako, lakini umekilalisha. Wewe umekilalisha. Si wewe ndiye adui wa Kristo. Si wewe ndiye utawekwa chini ya miguu yake. Haleluya. Wala hakuna kitu kitakapo wadhuru. Hapa ni watu wangapi wamedhuriwa na mambo hata kidogo? Si ni wengi? Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Tumedhuriwa na mambo mengi, lakini and nothing shall by any means hurt you. Kwa nini unakwaswa na unakwasika? Kwa sababu haujui zile nguvu ziko ndani yako na mamlaka gani iko ndani yako. Ndio unakwaswa na kitu kidogo. Ndio unafungwa na kitu kidogo na unakaa mahali pamoja pasipo kukumbuka kuhusu Christ. Nitakuja isi tunahubiri. Bwana asifiwe. Acha nijaribu kubadilisha. Bwana anapenda. Pia tu mlivyo. Kwa kweli. Ukaenda kweli ati ole. Kaja kweli ati ole kulingana na vile wangu nitia. Hebu nituulizane. Uko na mamilioni ya pesa, si ndio? Kazi yako ni kula, kunywa na kushangilia. Baada ya hiyo nafasi ya huo mwili unataka kukula, kunywa na kulala. Baada ya hiyo huo mwili utaenda wapi? Maisha hiyo ingine utakaa na mdangana. Na hiyo mnapaa kuelewa. Kuna wakati wa mtu mwanadamu alikuwa hajaokoka
na kuna wakati aliokoka. Wakati alikuwa anapookoka, kuna kazi ilifanywa na mtu fulani, na hiyo kazi ilifanywa na huyo mtu fulani. Christ alikupa foundation ndio uweze kusimama juu ya foundation yake, ndio uweze kuwa wakati wowote uko katika mamlaka. Si mnamuona uko katika mamlaka na nguvu na uwezo. Lakini wakati sasa alimaliza foundation na ukatosherekea juu yake, na yani akahakikisha kwamba katika foundation ile ameweka ndani yako hakuna kitu kinaweza kukudhuru, si ndio? Sasa kuna ongoing work. Bwana asifiwe. Kuna kazi sasa unafaa na ndio hii sasa tunafanya. Kuna kazi tunafanya juu ya hiyo foundation. Na hii kazi haifanywi na Yesu, na haifanywi na Mungu, ni wewe. Bwana asifiwe. Hiyo kazi sasa hakuna mtu wa kukusaidia. Hiyo kazi ndio unakuja kanisani, tunatia materials ndani yako, unapeleka hiyo materials. Ndio uweze kujenga kazi yako iendelee. Inaendelea juu ya msingi usio wewe uliuweka. Sababu mbeleni wakati ulikuwa na msingi ule ulikuwa nao haukuwa umetokana na Mungu. Ulikuwa umetokana na ulimwengu. Bwana asifiwe. Na ukawa mtu wa dini, amedanganyika katika udini, Mungu akakuhurumia, akakuita na akakuweka juu ya msingi wake ulio na uwezo na nguvu. Sasa juu ya huo msingi hauwezi pewa kila kitu. Sasa nimeweka foundation nzuri ndani yako, ajenga juu ya foundation. Utakuta watu wanaenda kuchukua makaratasi, miti, na majani. Hiyo ni madhara ya kudharau ile foundation umeweka. Bwana asifiwe. Na sasa watu wengi tumeweka foundation, na ile foundation ni kamili, lakini tuajenga na vitu za kuchomeka. Vitu zitaharibika. Tunajenga juu yake na fedha, utajiri, vitu zingine hasina, yani vitu za hapa, wakati zitatikizwa hivi zitaboromoka zote. Hiyo ndio makanisa mingi ile tuko nayo, na watu hawataki kubadilika na hawataki kubadilishwa. Haleluya, Bwana asifiwe. Mnafikiria kama nchi yetu imefundishwa injili kamili, tukifika mahali tumefika katika nchi yetu? Kwa sababu kila mtu anakosoa yule mwingine na kuelekeza yule mwingine katika njia. Watoto wetu hawangekufa vile wanakufa. Yes, sababu wangekuwa hapa amekaa chini wakisikia neno, badala ya kwenda kubayuka na huko hiyo vitu wanasema, mtu anahubiria yule mwingine. Ukweli ama si ukweli? Unakuta nini katika nchi iko na utulivu, iko na amani, nyumba iko na amani. Sasa wasasi hawana amani sababu hawajui vijana wao wako wapi. Saa ile kuna hiyo maandamano, unaikara wewe regerei gai ndio ikaraja wako wewe, na ukinya umwe utikora mwana mwili tukara mwana ke wajiko wako wali ukamwona hana wete bebera utena. Haleluya. Sababu watoto wetu walikosa neno, wanajipigania badala. Lakini si shida yao, mlishindwa nyinyi wazazi. Wazazi tulishindwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama hatukushindwa, tungekuwa tumepanga. Watoto tungewakuwa tumewapanga. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu ya kutofanya nini? Kutohubiri. Sababu ningekuwa ninamhubiria wa fulani, naye fulani na huko anakuja hata mahali hasijui nakutana na wao. Ukweli kama si ukweli? Ndio mwenda kirera nje, amjenia nini muno. Na tio le moyo uhoro.
ati amewapa nguvu 19 bila asili. Tazama nimewapa amri ya kukanyanga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachokudhuru. Namba 20. Okay, lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu imeandikwa mbinguni. 21. Sikilizeni hiyo 21. Hii ndio sasa imebeba sana kile nataka tuweze kuwa tunazungumzia kutoka leo kuendelea. Bwana asifiwe. Lakini leo unaona kama badilika kwa sababu nataka nimalize na hiyo kwa mstari. Nasema sasa ile alishangilia. Sasa ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu. Akasema saa ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu. Akasema, nashukuru Baba, Bwana wa mbinguni na nchi, kwa kuwa mambo haya amewaficha wenye hekima na akili. Bwana asifiwe. Wenye hekima na akili umewafunulia watoto wachanga umewafunulia watoto wachanga. Na Baba, kwa kuwa ndivyo inavyopendeza. Bwana asifiwe. Ya kina nani wamefunuliwa? Kiingereza inatuambia vizuri sana. Inasemaje? Inasema, in that hour Jesus rejoiced in spirit and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid those things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babies. Nani amefunulia? Babies. Hallelujah. Even so, Father, for so it seemed good in thy sight. Mungu aliona inafaa afiche akina nani? Wise and prudent. Alificha wise and prudent. Kwa hivyo wewe nikuulize, ni nani huyu amewaficha? Unaweza sema ni nani amewaficha? Ni Mungu, ni wao wenyewe, ni Shetani, ama ni nani? Ni Mungu mwenyewe amewaficha, akaweka hiyo siri ndio aweze kukufunulia wewe. Wewe ni mtu wa dhamana sana. Wewe ni mtu wa haja sana mbele za watu wa Mungu. Aliwaficha mababa wetu, akina Adam walifichwa. Bwana asifiwe. Akina Moses walifichwa. Akina prophets walifichwa. Akina angels walifichwa. Tutaona mpaka angels kama walifichwa, hata kama si leo. Tutaona kama walifichwa ama hawafichwa. Bwana asifiwe. Who are those hidden? Ikiwa kutumia juli kidogo kimia sio mahibeto. Alafu akasoka kahindulia siana, akaifichulia watoto. Ni akina nani hao wamefichwa? The wise and prudent. Na hao Biblia inataka kutuonyesha ya kwamba hawawezi access the revelation knowledge. Walifichwa nini? The revelation knowledge. Hawakuitambua kamwe, hata kama wao ndio waliandika kitu hawakukitambua. Kikiwekwa ni kwa ajili yako wewe, kwa sababu ya Mungu. Alafu unakaa hapo, unaleta msaha. Unakaa ukiwa mudini wa usijui wa inaga. Wewe umechaguliwa uweze kufunuliwa. Ikafichwa mababa yako. Mababa wetu walikufa wakiwa na mautajiri, wengine wakakufa wakiwa na miaka 70s, 80s, 100. Lakini walikaa miaka ya upumbavu, miaka ya mateso,
miaka isiyo na faida ama umuhimu yowote, walikaa. Bwana asifiwe. Tuko pamoja eh? Ikafunuliwa wewe wa miaka 20, wewe wa miaka 5, watoto hawa wetu unaona wanaruka hapa sasa, hii siri wanaendelea kuijua. Bwana ni akushukuru. Na wewe unaleta msaada. Kwa upendo Bwana amekuonyesha upendo mkubwa. Wazazi wengine hata ukiwajaribu kuambia mko katika nafasi ya kufichwa. Kubariki mfunguliwe macho ndio muone, mpate revelation. Mpokee siri iliyo ndani ya maandiko. Lakini wanataka kukaa tu hapo wamefichwa. Hata kitu gani kikikuja katika maisha yao hawaelewi na hawatambui. Mtu anajikuta tu kimemkuta tu na kimemramba, sababu hawana ufunuo wowote, hawakuwa na ufunuo. Lakini wewe Mungu ameonelea ni vyema. At the wise and prudent cannot access the revelation knowledge. Only babies can only babies can access. Who are those babies? Who are those babies? Wachana na watu. Hata kama ninauliza wakiwa wengi. Who are those babies? Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Tuko pamoja. Uweze kuelewa. Jiulize ni upendo gani amekupenda nayo ili uweze kutambua jambo kama hili la siri sana katika maisha yako. Mungu aliwaficha. Mungu ndiye aliwaficha hao watu. Na hawangeweza kutambua wala kujua revelation knowledge ile ilikuwa ndani yake. Bwana asifiwe. Wewe umefunduliwa kwa nini? Kwa sababu Mungu alipenda. Sababu Mungu alipenda kukufunulia wewe. Bwana asifiwe. Akawaficha wale walikuwa yani mababa wetu. Si mnaona akina Abraham, ni akina Moses, waone akina prophets wale waliandika Biblia yake, wale wakubwa wadogo, akina Jeremiah, akina Isaya, akina Obadiah, wote walifichwa, wote prophets, minor and major, wote walifichwa. Angels walifichwa. Hata wao tutasoma on Sunday, Mungu akipenda. Tuone vile walikuwa, hata angels walikuwa wanakazana waweze kujua hiyo jambo. Lakini hawakujua. Wewe jua kitu kingine. Wewe ndio unaambia angels. Wewe ndio unawajulisha. Alafu wanajiona hapa ukiwa mtu mdogo. Tutaona kwa maandiko yote. Yes. Wewe ni vile, wewe ni mtu wa hata sijui. Mungu hakuoni vile unajiona, na vile unajidharau, na vile unaona maisha yako si bure. Kwa sababu umekosa fedha, kwa sababu nyumba haijalipwa, kwa sababu watoto wamefika kuwa namna vile. No.
sio hivyo ulivyo. Hata tena sio hivyo watoto wako walivyo. Wewe ni vile unawaangalia na kioo yako. Tupa hiyo kioo yako ile. Chukua kioo ya neno. Waone watu wako, watoto wako, familia yenu na jingine mpya. Wanasifiwe. Na ukifukua namna hiyo, chochote umekipoteza, utafanya nini? Utakirudisha. Wanasifiwe. Hallelujah. Revelation knowledge. Walikaa katika udini wenye umejaa giza. Hapo ndipo tutaangalia mambo mengine, lakini sio leo. Tutaiangalia siku hiyo, tuone, tuanzie hapo kutoka kitabu ya Genesis. Na kwa nini hawakupokea hiyo revelation? Kwa sababu na ujue waliandika juu ya yule mtu alikuwa mwenye revelation. Nani? Christ. Na hawakutambua yeye ndiye revelation. Na hawakutambua hiyo revelation mwenyewe. Lakini sisi wenye tumekuta kila kitu kimepangwa vyema, ndio tunatambua hiyo revelation. Kupitia yeye yule aliandika. Wao hawakutambua hata wanaandika juu ya nani. Wewe ndiye umemuona na umemsikia. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ninafurahi sana wakati ninapohubiri mambo kama haya, ndio uweze kujitambua. Unajua wewe Mungu anakupenda, Mungu anakujali, Mungu atakubariki. Wacha ujue wewe anakujali namna gani, anakubariki. Kwa nini anakubariki? Na kwa nini anakupenda? Uyajue sasa vizuri. Uelewe ndio upendo ule unanihakikishia kwamba alinipenda. Bwana asifiwe. Hii ni njia moja ya kukufia. Njia ya pili, wamefichwa, ukapewa revelation knowledge ya kutambua ufalme wa mbinguni na mambo yote yamefichwa. Lakini wewe unaona Mungu ananipenda kwa sababu amekupatia birthday. Na ukikona usokia data ndio wako ngiri birthday. Ndio mtu wewe. Ndio sio kitu. Ukikona usokia data ndio milioni 10, ndio hakili njema. Ateligo yake ndio mkema sokia data kwa ndio rakile. Yo hana mutira hiyo. Sababu wewe unaangalia, unafikiria baraka ya Bwana ni nini? Ni material things. Kwa nini nimesema hivyo? Si vibaya kushukuru Bwana kwa sababu ya matendo kama hayo. Umesikia? Lakini angalia uone, hiyo ndio unashuhudia kila wakati. Haushuhudii kuwa na watu wawili watatu wametoka katika ufalme wa giza wakaingia katika ufalme wa nuru. Ukweli ama si ukweli? Hakuna wakati unajipanga watu waende waambiwe, hata kama wako Catholic, wako PCA, wako independent, wako wapi, waende wajulishwe, wakae huko wakiwa na simu. Hauna haja. Mwana ni roho. Amen. Ukenagira mwadhuru kwa hori mano kile na githayo. Todo kwa ekoma. Ona ile wala kile na githayo na ngoma. Toro sudah ada sini makoro. Dewi murah hage. Nukar ugama. Nyede kula kiama. Wai muduru kwa ile rokile. Ala jini ni kwende tema city. Hayo kala kwa ile rege. Ini pun ini nyonete kiama gegai todo ada sila koma. Kiama gegai ndelele ya mudumu au makwa ngoma aingi na tingo kama kima. No titono ni rai wakana na doge yaya.
Onaongea kule onokora kwa Ngai no kona moyo. Nongea no heo waga kwa Ngai ugathio kwa ngoma na kwa tutoa. Ata kama mukiri andu aingi mutikirikwa munayoria. Uyu matinda atokere gwe tori hani. Ndo ko mutika. Ko mutia ko fa. Hallelujah. Amen. Nebo kana tigwo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana ni roho shimo. Amen. Utamaki wa Ngai kwa ya kuyutoria lemo. Utamaki wa Ngai tiuri urawona no nokio tiuri urawona tiga gukena tondu ni urona andu maroima kuri ari kimena mathambe makuma magacoka magathie uratia gugikena magithia kuria kungi no ithui mutindekio kanitha-ini iyo aregire guthie niki wanagire guthie dasi niki. Bwana asifiwe. Amen. Tikweli ya Ngai ni wetura gado wira wa Ngai ni gutura gado na kaira kinde mwene to mwana kimujeria haini genete yinyo kiwa kwani le make ya kuhana tare kunduka niko daitana. Hallelujah. Niko daita Beatrice amenyelele twekaga upenias aho kakwa ya drama kaidira Ngai no tikoina ya gedai customer ureka tukwabeto iganda. Hallelujah. Tuhamo le tunaigwa. Le tumusaidia. Kweli. Ajabila keri ya todo kawajeria. Nano regale katono ni umeya wewe maheni. Hallelujah. No kwenda. No umenyelele wagai tularuta idua. Kinyasamu. Tokuruta nake wawewe. Hili ya tuagita asamu le ya tali na ku. Mwendenga kukwidi Kristo alitumasi. Akakuwa mwanake yule. Noigo, jina mbele na kusiara, jina mbele na kuna wekati. Monie wera na kiale. Monie weta kuwekati hana. Westream. Monie kura keyboard. Kamwana ni ogokura. Ni kunoga kana tigoi. Arakutuka. Kinyerole ya rota ya kebutuka. Na kedaka keikania no ageto wala. Tokuma hano gete adi nyumba. Amerika. Nisi tiene kasia. Musa aliwa Musa. Haleluya. Wona wana kwemenyera ndo alime gukura na tikokura na mahiga kana ki. Ni uri ambendi mari ingi na ni kuoma kansulire omuthenya. Andu milioni taithato no ora makansu ombe. Kirwo ni ithe wa mutumia wake. Gayania dua ya thondeka ikundi cia 10, ikundi cia 2,000, ikundi cia 50, ikundi cia nona anafuzoke rugamie. Ke atokoria. Wewe unaletewa ile kesi imewapita. Wakiwa wamekusanya yote wakiongea waone imewashida hata wao. Sasa hiyo kacha. Ndio ninaambia wewe, okay msiba. Tunahitaji sasa hata wakati wa kwenda kutafuta msichana utapata wakati gani? Na unajua ukiwafundisha utaambia sababu sikielewa wewe. Unaenda kutimiza date. Taratibu ya gani? Sababu roha. Pale kama kumenya uhingine wale na kaile tukau. Na ndio kwa roha ni makapanga uhiki. Tuliunaga wale ndio aregiri andu na tikorega. Ndio wale ndio kusiaruruka mwera-ini wake. Ciaruruka ine twaciararona. Ciaruruka. Wanasifiwa. Samiki. Ninyi wote hapa tumemzaa lakini umekaa tu kama
umetie moti utamaiga manjege moti na kuruga hapo mti. Ndio sio kimwe. Chikule karibu. Igia modo, omuna ni kwendete, amweke muna ni kwendete. Na sasa kwa Mungu lile na wende wa kuikarabe. Wapo hapo msiku. Wende wa kutulia, si ndio? Mungu ambariki sana, tunawapenda sana, ndio tunasimama kila wakati. Kila wakati mnakuja, si ndio? Na ndio tunamhitaji kila wakati. Mtu asione kama kuna mlango wake umefungwa. Kila mtu mlango uko wazi. Na kila jambo unataka hata kama ni kwa simu. Wewe piga simu. Lakini usiwe unapiga simu lakini hatukuoni kwa mambo haya mengine. Ama eti nashukuru Bwana ni kwa sababu nafasi hii. Tutaomba baadaye.